Hi guys, karibu tena katika Urembo na Princess Zey. Je, wewe ni msichana au mwanamke unayependa kupaka wanja lakini unashindwa kuuchonga hadi utoke kama unavyotaka? Unataka wanja wako uonekane perfect, natural na wakuvutia lakini hujui uanzie wapi? Usijali. Urembo na Princess Zey tupo hapa kwa ajili yako. Leo utajifunza njia rahisi ya kupaka wanja mzuri bila ujuzi mkubwa. Na matokeo yake, wanja wako utaonekana nadhifu, wa asili na wa kuvutia kiasi cha kumfanya kila atakayekutazama apigwe na bumbuazi. Tunaanza. Inatakiwa uwe na brush ya mascara ambayo imeshaisha mascara, yani iwe safi. Unatakiwa uwe umeshaiosha. Kisha inatakiwa uwe na rangi ambayo utapaka kwenye nyusi zako. Kwa hapa natumia rangi nyeusi. Utachovya rangi yako kwenye brush yako ya mascara. Kisha utaenda kwenye nyusi zako, utakuwa unazipaka kwa kupandisha juu. Muundo wa nyusi huwa zinakuwa kama zimepanda juu, alafu huku mwisho zinakuwa kama zimelala. Kwa hivyo utapaka kwa kufuatisha namna hiyo. Unachovya tu kwenye rangi yako. Kisha unakuja kupaka kwenye nyusi zako. Utapaka kiasi cha unavyotaka wewe. Kama unataka wanja kukolea sana ni wewe. Kama unataka wanja uwe wa kawaida unaweza ukapaka mara 2 hadi mara 3. Baada ya kupaka nyusi yako ya kwanza, unaenda kupaka na nyusi ya pili namna hiyo hiyo. Utachovya mascara yako. Kisha unakuja kwenye nyusi yako. Unapaka kwa kunyanyua, yani kama unapandisha juu kulingana na nyusi zako zilivyokaa. Alafu huku mwisho unakuwa unafanya kama unashuka kidogo. Utachovya tena ili kuleta muonekano mzuri zaidi. Kisha utanyanyulia kuanzia mwanzo wa nyusi yako. Alafu huku mwishoni unachonga kwa kushusha. Namna hii ni rahisi sana. Baada ya hapo inatakiwa uwe na foundation. Utaweka kidogo kwenye mkono. Kisha utachukua kablashi ka kuchongea nyusi. Utakuwa unachonga kule mwishoni mwa nyusi yako. Hapa haihitaji ujuzi mkubwa, ni unafatisha tu mkao wa nyusi yako. Na tunachonga ili kufanya wanja uonekane vizuri zaidi. Kwa hivyo utapaka kwa chini, unachonga kulingana na nyusi yako ilivyokaa mwishoni mwa nyusi yako. Na kwa juu utaenda kufanya hivyo hivyo, utachonga kulingana na mkao wa nyusi yako. Yani ule wanja wako ulipoishia ndipo wewe utakapokuwa unapitisha hii foundation yako. Hapa hatufuti wanja, tunakuwa tunachonga tu kuleta muonekano mzuri zaidi. Kipenzi changu, unavyoendelea kutazama video hii, naomba usisahau kusubscribe hapo chini kwa kubonyeza hilo neno lililoandikwa subscribe, kisha alama ya kengele ili kunipa nguvu mimi ya kukuletea vipindi vingine vingi na vizuri zaidi. Tunaendelea. Na upande wa pili utachonga kama ulivyofanya upande wa kwanza. Utakuwa unachovya foundation yako kidogo kwenye kibrush chako, kisha unakuja kuchonga pale kwenye mpaka wa nyusi yako ulipoishia nyusi yako. Haihitaji upake nyingi sana, yani tunataka tu ionyeshe kimstari vizuri tu ili ikae kama natural. Baada ya hapo na kwa chini utafanya namna hiyo hiyo. Utakuwa unachonga kwa kufuatisha nyusi yako. Unatakiwa uwe makini kipenzi changu unavyofanya hili zoezi, kwa sababu ukipitisha foundation kwa sana kwenye nyusi yako utasababisha ifute wanja wako uliopaka. Kwa hiyo pitishia
mwishoni, usiuguse wanja wako, pitisha kwa mwishoni. Na kama ulikosea wakati wa kupaka ikazidia sehemu fulani, hii ndiyo nafasi ya kuweka wanja wako vizuri, mstari ukae sawa. Baada ya kumaliza kupaka foundation yako, utaenda kufuta kwa mbali sana. Foundation huwa inakuwa kama imebakia wakati unaipaka. Kwa hivyo utafuta pembezoni sana. Kuwa makini na wanja wako, usiuguse wanja wako. Kwa hivyo utafuta juu na chini, kwa juu sana, usiuguse wanja wako ukauharibu. Na hii ndiyo final look. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wengine ili wajifunze kama wewe. Asanteni na kwaherini.